All right. Happy New Year. Habari yenu nyinyi? Karibuni. Happy New Year. Huu ni mwaka mpya na mambo mapya. So John, habari? Poa kabisa. Leo si nikukuja, unajua amekuwa akitusumbua ati wengine hawa baadhi kupitia hii course ya interlocking blocks. Wengi wanajua kutengeneza sasa lakini kutoanisha hawajui. So ndio maana tumekuja ili tuwaonyeshe kutoanisha hizi interlocking blocks. Sasa ni baada ya kazi na tumetoka huduma tumemaliza leo. Sasa nikaona tu nipitie hapa kwa washirika wangu. Ni washirika wangu, washirika wazuri sana. Huyu anaitwa John, huyu anaitwa Yakobo, si ni wewe? Huyo naye ni John. Na media pastor wao. Na media wanatoleaga sadaka. Na ni washirika wazuri, wanatoa sadaka vizuri sana. So ni na hata fugura 10 wanatoa vizuri. So ni washirika wazuri. Na ndio pale wanatuongozeanga kwa praise and worship. Lakini wamenipotelea, walikuwa sikukuu. But now they are here. Mko hapa sasa. So nimekuja ili ndiposa wenye hawajakuwa wakijua mambo ya interlocking blocks na nimekula nyama usiulize. Hii kazi haihitaji ukule chakula nini, inahitaji unakula chakula strong. Kutengeneza hii mawe. Inahitaji unakula chakula strong. So nimekuja ili at least tuwaonyeshe atagoko neko Elizabeth Maina. Ndakwambia ni wapi? Huku tu ni Nyeri, ni Kenya tu, na nimekuja hapa kutembelea washirika wangu. At least kuna wenye wamekuwa akinifuata YouTube by the way, na asanteni sana kwa kunipromote hata kwa YouTube. Wewe ambaye hujaenda kwa YouTube yangu, enda kwa YouTube. Acha sasa niweke hii kado. Nyama ziliisha. Enda kwa YouTube utafute Pastor Giraffe Mwangi, then usubscribe, utaandika tu Pastor Giraffe Mwangi hivi tu venye iko hapo kwa Facebook, hata YouTube ni hivyo. Go and subscribe. So kuna videos ziko kwa YouTube zimekuwa zikitrend sana zangu za interlocking blocks, za mambo na interlocking blocks, how they are cheap and affordable, very cheap. Utaona episode ya kwanza na tumeweka episode nyingine. Sasa hii ni ya 3. Sasa hii ni episode ya 3. Na sasa hii tunataka, kuna nyumba ambayo tulikuwa tumesema tutaenda kuonyesha. Lakini juu ya shughuli venye kumekuwa na mashughuli mingi, mambo ya Christmas, mambo ya huduma, nimekuwa hapa kule tu mambo ya huduma, nimekuwa tu mimi nikisafiri kwenda huduma, nikihubiri tu injili ya Yesu. So nikakosa wakati wa kwenda kuonyesha hiyo finishing ya ile nyumba. But I believe that after this tutaenda tuwaonyesha tukiwa na John na Yakobo, tutaenda tuwaonyesha hiyo finishing ya ile nyumba ambayo kwa episode ya pili tuliwaonyesha, yenye ilikuwa ni ya 2 bedroom, si ndio? Ilikuwa 2 bedroom 2 na ambayo imepigwa plaster ndani. Kwa episode ya kwanza tulikuwa tumeonyesha nyumba ziko hapa next zenye hawa John wamejenga, na hizo nyumba hazijapigwa plaster. Ni hiyo tu interlocking blocks peke yake, hazina plaster hata, ni rangi peke yake. So tukawaambia tutawaonyesha difference ya hizi nyumba zenye. So wewe ambaye hujaona hiyo episode ya kwanza ya zile nyumba ambazo zimejengwa na hii mawe interlocking blocks na hazijapigwa plaster ndani, ni rangi peke yake. So they are that cheap. Ni rangi tu peke yake tu zimepigwa rangi peke yake. So tukawaambia kwa hii episode ya pili ambayo tulichukua ya hizi 2 bedrooms ambazo zimepigwa plaster. Hiyo mwenyewe alisema zipigwe plaster. Lakini mawe tu ni ile interlocking block. So tukawaambia tutawaonyesha venye inakaa ndani finishing. So juu ya shughuli sijaweza kupata nafasi ya kuwapeleka na kuwaonyesha. So after this lazima tutawaonyesha. So sasa tuko hapa John. Leo ni kutoanisha hizi. Hizi mawe zimekaa kwa hizi molds, acha at least, although nitaonyesha pia venye venye mawe huku ni mingi, stock ni mingi huku by the way. Stock ni mingi ndio hiyo. Hii ndio imetolewa leo, si ndio? Hii mmetoa leo. Na ilikuwa 300 pieces. Hii ilikuwa 3, hiyo pia 3. So hizi zilikuwa 600 zote. Hizi ziko hapa ni 6. Na vile unaona hiyo mawe iko tofauti na, by the way, hii inaonekana iko tofauti na ile. Mkiangalia ile inakaa ni kama iko whitish hivi, na juu hii ndio imetolewa saa hii. Hii ni ile fresh. Hii imekaa saa siku ngapi? So hii mawe imekaa kitu 1 week. 1 week. Hapa kwa hizi molds. Kwa nini mlitengeneza lini? Tulitengeneza kabla ya Christmas. Na sikukuu. So tukaenda sikukuu. Tukarudi.
Leo ndio tumeanza kuifungua. Leo ndio umeanza kuifungua. Sasa hebu ifungue, hebu afungulie moja ili kwa wenye wamekuwa wakitengeneza interlocking lakini hawajui kufungua, hawajui kumix. Last time tuliwaonyesha hata kumix. How to mix. Inafunguliwa hivi very inafunguliwa virahisi aje. Hata mimi nimefunzwa by the way siku hizi. Very simple. Inafunguliwa hivyo. So hii ni chuma. Na pia huko pia. Oh, ni kachuma. Ni kachuma Na hiyo ya black na blue ni mold. Ya kike na ya kiume. So unaweka hivi. So unafungua. Wow. So kwa wenye wamekuwa kifuata mambo ya interlocking blocks, this is how they are zinatolewa. Unatoa hivyo. Unatoa hivyo. Hiyo ni engineer John. Hii kazi ni nzuri. Na by the way shukuru wenye wamekuwa kiwaitia nini kazi. Ni wingi. Tumeenda mbalimbali sehemu tofauti. Mingi. Tumekuwa Nairobi. Tukatoka Nairobi. Tukaenda by the way tukaenda Mombasa kidogo. Ndio hiyo holiday mmekuwa Mombasa. Tumekuwa Mombasa. Kazi tu. So unajua sasa hivi watu wengi wana so lazima tena utumie hiyo kijiko kutoanisha hapo. Wewe hii. So unaitoa. Haya, mbona haijashikana? Haijashikana. Kwa nini haijashikana? Hebu elezea kwa nini haijashikana? Sababu ya haijashikana huku kuna vile tunapaka mafuta. Mafuta ikiwa na si oil. Wengi wanapaka oil lakini si oil. Watu wengi wanapakanga oil. Wanapaka mafuta, diesel na salad. Unachanganya diesel na salad. Oh, diesel na salad. Unaona mold ni safi mold sahi hata haijashikana. Si oil, ukipaka oil unaharibu hii box. Hii box ni very expensive. Hizo mbili ni how much? Hizi mbili zikiwa hivi. Hiyo ni ya kike na ya kiume. Ni 1450. Sahi, so zimepungua. Tukianzia hii project ulikuwa unaniambia ni 2500. Zilikuwa 2500. Lakini sasa hivi at least zimepunguzwa. Wow. Zimekuja hiyo 1450. Unazipata zikiwa mpya pamoja na chuma yake. So, inawekwa hivi. Oh, chuma yake ni hizi. Hii ndio chuma yake? Hizo ndizo chuma. So zinaendanga hivyo. Mbili. Unaweka side na side. Then unaweka koroga ndani. Leo hatukorogi. Last time waliona koroga. So leo hakuna kukoroga. Leo ni kuonyesha how to remove them. Na umeona hazijashikana by the way. Hiyo mawe iko hivyo. Haijashikana ndio maana inaitwa interlocking. Ndio maana sasa hatutumii chuma. Kwa sababu vile tuna lock. Tuna lock. Hii mawe ni nzuri, ni safi, inatoa nyumba safi. Alafu then inafanya kazi inakuwa rahisi. Lakini bado hiyo ni fresh, bado haijakauka vizuri. So lazima itawekwa pale kwa maji. Sasa unaona kwa maji inawekangwa siku ngapi? Pede? Inawekwa 2 days. 2 days. Unaona? So tunajenga hivyo. So ni kitu simple, haihitaji ati koroga ama nini, nikushikanishe tu. Kona. Kona kuna kale kama weka kona. Nimekaona mahali. Hebu leta kale ka piece ka kona. Tuwaonyeshe vizuri. So hiyo kona ndio tunafanya kukoroga. Wow. Tunaweka koroga yetu, unaona? Hapa hata hakuna, si hapa tu ni kasimiti, ni kafila. Last time tuliambia hapa tu kafila tu. Kona ndio hii. So hii kona. So kuko na mpaka mawe ya kona. Wewe. Hii kona tunaweka hivi. Unaona? Wow. Ndio maana inaitwa interlocking, zinaingiana ni kama meno ya nini? Inaitwa meno ya nini? Ya musumeno. Wenye huwa zinaingiana. Nyumba unaweza jenga kwa 2 days, 3 days. Kushikanisha tu hiyo mawe tu ni about 2 to 3 days. So in 2 weeks, the third week umeingia nyumba yako. In 2 weeks, 3 weeks. Ikienda sana finishing na nini na mwezi mmoja kama 1 month. Na ni bado ni cheap. Kwa hivyo tumeitwa, asante sana kwa wale ambao wamekuwa wakitupromote, wametuita Rongai, tukaenda tukajenga 1 bedroom tukamaliza, tukakuja tukaenda Nanyuki pia tukajenga 3 bedroom huko. Kazi safi. Na by the way, na hata hiyo Christmas by the way, hao watu ni watu wazuri. Nataka nishukuru aunti wa Maju, anaitwa Mama Dennis. Mama Dennis, aunti wa Maju, huyo alinitumia sikukuu. Tuliongea naye na simu kupitia simu ya John. Akanitumia sikukuu ya Christmas. Na mtu mwingine mzuri sana anaitwa Daniel. Daniel ako wapi? Ako Tanzania. Daniel ako UK. UK. Wow. Daniel from UK. Mimi hata nasemanga ni Tanzania. Na by the way, Daniel
ni Nakuru tunaenda kuanzisha. By the way tunaenda project Nakuru. Hizi mawe. Na hata Auntie Wamaju alisema ni mimi nitaombea project yake kabla ianze. Auntie Wamaju amependa yeye hapo side za kule America. No, Birika. Wale ambao wanajua Birika Nairobi. Kule za Kajiado. So hiyo pia iko ready. Inafaa ianze maybe tomorrow for this week. So hao ni watu ambao wamependa hii kazi na wakafuatilia. Kwanza hapo kwa kunitumia sikukuu. Especially imagine Daniel alinitumia pesa mpaka nikashaka. Kashitu ama hizo zote ni zangu. I remember tulikuwa na wewe kwa nyumba. Na tulikuwa tunateseka kwenye nitatoa pesa za kwenda workshop. Nilikuwa nimeteseka kwenye nitatoa pesa za kwenda workshop. Lakini nikamwambia John, kwa imani Mungu atatutumania. Akatuma Daniel. Akanitumia pesa mpaka mimi nikashangaa. So, na ilikuwa tu hiyo ni ya Christmas. Na nikimuita Harambee. Sasa hiyo ni Christmas, ya nikimuita Harambee. So, thank you so much our viewers. As you can see, mawe iko ready. Na mawe ni mingi by the way. Mawe ni mingi. Hii yote imetolewa leo. 600 pieces already. They are here. Na moja ni 70 bob. So they are very cheap. Hii haihitaji ati kushinda ati ukipiga plasta na nini. Hapana. Hii haihitaji hivyo, tu ni kushikanisha then unaweka fila. Then ikitolewa hapa inapelekwa hizi ni molds. Hizi ndizo hizo molds. Si ndio? Hizo zote hizo ni molds. Kuna watu wamekuwa wakiuliza kwa nini mnauza mawe bei kali 70 by the way, hebu waambie ni kwa nini? Unajua sababu ya hii mawe iuzwe 70 bob. Kwa sababu wewe mwenye kununua utafaidika, unaona? Na hautagharamika mambo ya simiti na mambo ya mchanga na kakoto. Already kakoto mmemsimamia. Mshasimamia, unaona? So hii ni kitu tunahinda lo, tunajenga nyumba yako. Messenger anauliza ni how much? Mawe moja ni 70 bob. Na haihitaji by the way ati mambo ya plaster ama nini. Ni kushikanisha, ndio maana inaitwa interlocking. Unaishikanisha venye umeonyeshwa hapo, unaishikanisha. Na hii mawe ni strong by the way. Kwa sababu inafanywa strong na kuweka kwa maji. Kidogo tuwaonyeshe hapa. Sasa hii bado hii already hii iko ready. Hii already hata mkiona hii inakaa ki whitish. So hii already imewekwa kwa maji. Hii iko ready. Hii iko ready. So ile yenye tumetoa leo hata wakiona hiyo difference, hiyo ambayo Yakobo anaekelea hapo, hizo ni zenye sasa wanatoa saa hii 600 pieces. Kuna hizi lazima ziwekwe hapa kwa maji ili zikuwe hardened kabisa. Mama akasie kiroha mai ziwekwe hapa kwa maji. Hiyo ni tank ya kwanza na tank kengine kadogo. Twende tuwaonyeshe mawe huko. By the way kuko na stock mingi. Na hii ndio ile machine ambayo huwa inatengeneza by the way. Messenger ukiwa Saudi Arabia. Najua na Ann Dirango mkiwa na huko Saudi Arabia. Hii ndio ile machine. By the way kuna marafiki zangu wamekuwa akiniambia ya kwamba msijali kuhusu sijui mko wapi sisi tunaenda popote. Bora tu kukuwe na ile communication ndio key sana. Alafu uzuri sasa kazi ni kuaminiana, unaona? So mawe iko. So watu wamekuwa wakikuja wakinunua, watu wanafuata, wananunua, wanapeleka sehemu za wenye wanapeleka. So wewe hata ukitaka kujenga gorofa, by the way acha niwaonyeshe. Hata ukitaka kujenga gorofa, angalia hiyo mawe yote. Hii yote ni ready made. Hii yote ni ready made huko. So hata ukitaka kujenga gorofa ya nyumba 10, mawe iko, ndio ile mawe yote, hiyo yote iko ready made mpaka kule juu. Mpaka kule juu. Hiyo yote imekelewa huko hiyo. Mawe iko very strong. Alafu uzuri gharama yake ni very cheap. Ukitaka kujua gharama yake ni very cheap. Fuatilia. By there na pia wow that's nice. Namba ya simu. Na by the way siwaambia hata nimetengeneza hata hii ukuta na hizi nyumba. Kwa wenye hawajaona hiyo. Waonyeshe hii ukuta. Hii ukuta ndio hii mawe imejenga. Na pia ndio nani wao tu walijenga. Wakajenga hii ukuta. Hizi rentals zimejaa zote. Tuliwaonyesha hizi rentals kwa episode ya kwanza. Zikajaa within no minutes. Zilikuwa zimejaa. Hizi rentals zote. Watu wanafurahia hii kazi. Ni kazi mzuri. Na imefanya hata watu wakuwe watu wazuri hata kwa kanisa, hata kuwapatia hizo, hata kuwa promote by the way. Nashukuru sana. Kwa sababu hata mimi nimefanya hata mimi nijulikane. Wale ambao wako huko Saudi Arabia wapi. Pasijali, bora ni communication. Ukifanya kazi, weka bidii,
jengea at least kama madhe home. Hivyo tu unajijengea wewe pia. Unashukuru, unasema hii ndio kitu ambaye nilifanya wapi at least nikiwa kazini, unaona. So hiyo inakuwa ni jambo moja. So hizi ni zile rentals, lakini hakuna ambayo iko vacant. Hakuna, zote zimejaa. Juu saa hii ukienda katika mjengo wa kawaida kweli mjengo inakula mtu akili. Unaweza anza mjengo na ufike mahali ukwame sababu ya pesa. Kabisa. Na si makosa yako. Unaweza kufanyiwa quotation uambiwe inahitajika kama ni 3 bedroom. Hii mjengo wa kawaida. Itakukula pengine hata even more than $1 million. No. Is a very expensive. Juu ina cost kitu kama 2 million, 3 million, unaona. So inategemea na ile cost material umeweka. Kuna nyumba inaweza chukua 6 million na ni 3 bedroom. Kabisa. Unaona. Lakini sasa ukikuja tumeleta design ya new interlocking blocks. Hiyo gharama yake ni kidogo sana. Unaweza tumia 1 million. Kitu kidogo tu. 3 bedroom. 3 bedroom upate umemaliza kila kitu, umeweka tiles kila kitu. Paka ikiwa na tiles. Unaweza tumia 250 upate umejenga ka 1 bedroom. Umesikia 1 bedroom ni 250,000. Hiyo ni 1 bedroom. So 2 bedroom ni roughly 500,000. Ukiwa na 500,000, 2 bedroom yako iko na mpaka tiles. Na umeweka stima. Hii ambayo tulijenga hapa Rongai tulitumia around 300. 1 bedroom. Na hiyo design. By the way inalingana na design hata mwenyewe alisema nifanyie quote na isipite 300. Quotation. So hiyo 300 iko mpaka na labor ya wafanyakazi. So kama ukijua hivyo so unaona kwa sababu hii kazi ni haraka, huwezi chargeisha mtu labor ya juu. Mtu ataona ni kama tumemnyang'anya pesa yake. Unaona? So hii kazi ni haraka sana. Kwa sababu nyumba kama hii. Na hii yote tuambie tuzidi kuwakumbusha. Hii yote iko nyuma yetu ni mawe. Na iko ready made. Ready made. Ukitaka nyumba hata ya how many bedroom. Mawe there are thousands and thousands of stones here. Hizi interlocking. Ni mawe mingi. Kuna za kona. Ziko mingi. Ziko mingi. Kuna design. So italingana na design yako by the way. Vile unataka plan yako ujijengee wewe mwenyewe ka design kako unataka. Sema tu. So thank you so much. Na umeona hii ndio ile ukuta ambayo umeona hii nyumba ilijengwa nani? Messenger kindly nimeona kuna mtu anajaribu kunipigia lakini anapiga na video achana nimeona. So hii ndio ile mawe unaona ndio hii imetengeneza hii ukuta yote, lakini hii ukuta bado hata haijafanywa finishing. Unaona bado imesimama. Haijawekwa fila. Haijawekwa fila by the way. Hebu tukaribia waone vizuri ili wasione ni kama chocha. Si chocha. Sio chocha. So mnaona hii mawe hapo haihitaji plaster. Haijawekwa plaster. Ni kasimiti tu. Unaona saa difference. So hii tu nimebakisha tu sasa kuweka wako kafila na hiyo mawe tu ndio imejenga hizo rento zote, hizo zote zenye unaona hapo. Hizo rento. Sijui kama tutafungua tu dakika moja tu. Dakika moja. At least. So, you can see you guys. Naona. Sasa huku tutaongea na Meheho. Juu sasa mjue sasa, ujue hizi nyumba sasa already zimejaa. So wenye wanataka kuuliza ama hizi nyumba ziko na nini zimejaa. Na ndio na unaona hata upande wa ndani venye zimejenga huo ukuta upande wa ndani. Hii compound yote. Unaona hizi nyumba tulizi advertise tu hapa na zikajaa. Mchezo tu hizo nyumba zikajaa. Ni nyumba zilikuwa supu. Kuko na security ya Sora hapo. Hiyo ilikuwa security ya Sora. Ndizo hizi. Sasa isipokuwa ni venye zimejaa by the way tungewaonyesha ndani. Lakini niliwa promise nitawaonyesha ile nyingine. Ile ilikuwa ya 2 bedroom. Kuna hiyo nyingine. Hiyo ya 2 bedroom lazima tutawaonyesha kwa sababu hizo hazijaingiwa na mtu. Haya. Na hii iko na mtu wewe? Ni kama haina mtu. Hizi zote zimejaa, unaona? Hii imejaa kweli? Hizi zote zimejaa. Hii haina mtu wewe. Kwani ilihamwa? Kuna mtu. Wow. Sasa angalia. Sasa angalia. God is good. Huku kulikuwa kuna kaa mtu. I think akasikia gharama imeenda juu sana. I don't know. You can see ndani. Hivi ndivyo nilikuwa naonyesha.
Hii kitu haita, hii nyumba haijapakwa plaster. Hii hakuna plaster iko hapa. Sorry. Hii ni bedroom by the way. Hii ni bedroom, as you can see, haina plaster, ni rangi peke yake. Hii ni rangi tu imewekwa. Hii ni bedroom. Na ni rangi, tupelekeni hao watu Keiyomwere. Ate tupelekea watu huko Keiyomwere watakuja tu. Na wasipofanya kazi legit mnaniita kwa sababu mimi ndiye pastor wao. Na hii nyumba ni nyumba supu by the way. Hii ni choo. Hii ni choo by the way. Na bafu na kitchen. As you can see, choo iko sawa. Choo iko sawa. Ukitaka kujiwekea hot shower yako unaweka. Kwani milango mlibadilisha milango? No, ni ile tu. Unaona kitchen, wana kudesignia ka kitchen kako vizuri. Ka open kitchen. Inaitwa open kitchen. By the hata ile nyingine unaona utani to drawers to kitchen. Hiyo ni sink ya kitchen, Hapa ni mahali kwa kuweka vitu. Huku ni kwa kuweka vitu. Kitchen bado, hii ni kitchen yako unaweka vitu. Hata Mungu ni wa rehema. Sikuwa najua ati kuko na nyumba imehamwa. So God is great. So hii ni nyumba ambayo hata saa hii haijapakwa, haina plaster. So that is how cheap it is. Na hii ni 2 bedroom. Na hii haina plaster, lakini hizi zingine zote zimejaa by the way. So ikiwa uko huku within Nyeri Gatito, hii nyumba iko empty. So unaweza kuja, ni 2 bedroom na ni 8,000 au 9,000? 8,000. So very impressive. Thank you so much. So hiyo nyumba iko hivyo. Na ndio imetengeneza hiyo nyumba. So hata sasa hata tusipoenda na huko kwingine ni the same. Tofauti ni kuwa ile nyumba nyingine ambayo tulikuwa tunataka kwenda kuonyesha design tu ya yenye imebadilika ni design mbili tu. Choo ndio imetengenezwa na ka design kingine kampya. Wako na design nyingine mpya kutengeneza choo, so wametengeneza na ka design kingine na plaster. Sasa hiyo iko na plaster. Hii haina. Hii si plaster. Hapana. Unasikia bado ni smooth. Hii si plaster. Hii tu ni mawe hiyo interlocking blocks. Then unaweka simiti yako, unaweka fira, unapaka rangi. Full stop. So hii haina mambo mingi. So tunawashukuru sana. Thank you sana. Bidii hata leo amekuwa akinipromote. Hata kusubscribe kwa YouTube. Still hii video nitaweka kwa YouTube. So kindly kimbia pale YouTube yangu. Ukitaka kuona our first video, our second video na zile project ambazo wao wamefanya, hata wakijenga, enda kwa YouTube yangu Pastor Giraffe Mwangi, you subscribe, you hit the notification bell, ili at least unajua nikiupload picha. Nitakuwa hata hiyo project ya Nakuru nitakuwa mimi mwenyewe nitakuwa. Utapata kila kitu. God really ni mimi nitaenda kuilaunch. Kuna namba hapa ya simu utapata kila kitu. Utaipata. So na pia hata hapa tutapeana namba ya simu. So kwa hiyo project ya Daniel alisema ni mimi nitaenda kuilaunch. Na pia ya Antiwa Majuu huyo Mama Dennis ni mimi nitaenda kuilaunch by God's grace. So tupatane huko. Kwa hiyo project wakilaunch, so mimi nahakikishanga wakipata contract, wakipata kazi wananiambia na wapatia blessings zangu kama pastor wao. Hata ukiona hapo na devil na mimi sina, I'm still his pastor. Na nawapenda sana by the way. Nawapenda, ni washirika wazuri sana. Huyu ndiye wanga anatuchezea keyboard wakiwa na Enoch, ndio wanaongozaka praise and worship. So ni watu wameokoka, ni watu wazuri. Tumekaa na wao sasa about 2 years na nimewaona wakifanya hii kazi tu hapa tu mchezo. So Mungu awabariki sana. Ukitaka kuona zile project zingine ambazo wamefanya, enda tu kwa YouTube yangu Pastor Giraffe Mwangi, uisearch. Hii tu jina iko hapa kwa Facebook. Then uende usubscribe na uhit the notification bell na Mungu tu atakubariki. So namba yako John, kwanza peana yako yenye wanaweza kufikia. Namba ni ile 0733 755 ama wacha kwanza ni pin pia ama lakini tutaiweka tu, lakini vizuri tu iseme 733 755 689. Itakuwa hiyo ni ya John Ayondi. Ndio huyo John Ayondi. Unaweza piga na tukaongea. Unajua ya Eno kuna kichwa? Ya Eno no sijui na kichwa. Lakini tutaedit. So hata ukienda kwa YouTube yangu hizo namba ziko hapo.
na yangu wenye wamekuwa wakiitisha yangu pia, yangu mnaijua ni ile tu. So msipompata, kuna wengine wamekuwa kinipigia simu wananiambia ati pengine uko place ina network, wako majuu, wanataka kukupigia na WhatsApp na wewe pengine hauna bundles, uchukui simu. So mimi yangu inakuanga online 24/7 by God's grace. Sababu mimi nasemanga nimebarikiwa. So kwenye wamekuwa akinibariki pia juu ya hiyo kazi John wamekuwa kifanya. Wanasema ati isipokuwa ni mimi nilileta akina John kwa YouTube, hawangekuwa najua hii mambo ya ujenzi wa interlocking blocks. So wamekuwa pia nami wakinibariki. So I thank God because of you guys. Thank you so much. Kwa hiyo Christmas ambayo imepita ya 2021 wenye walinitumia sikukuu kupitia John, nashukuru sana. Na pia hata ikiwa unataka kukua still baraka kwangu, my number tu ni ile inakuanga very open. So ni 0718 781 976. Hiyo ni namba yangu ya M-Pesa. So Mungu awabariki na watendee mema. Andi langu huyu ako Saudi Arabia. Anasema ati what a great job. So andi langu ukitaka kukua baraka hata kwa mzazi wako, mtengenezee kanyumba ka 2 bedroom. Na umesikia nyumba ya 2 bedroom with about 500,000 hata hazitafika by the way. It's about it's 450 to ama 350 to 500 hapo kulingana na ile design unataka. So ukiwa na hizi mawe za interlocking blocks, kwa sababu umesikia hii mawe haihitaji plaster, ni kasimiti tu kadogo tu, kwa sababu ndio maana inaitwa interlocking, ni kushikanisha hizo blocks, then unaweka kasimiti, unaweka filler, full stop. So huko kwingine ni design kama sasa venye umeona hii nyumba imewekwa hii ceiling na finishing ya huku, ukitaka kuweka hata tiles. So ukiwa na hizo 500,000 umeweka mpaka tiles. So na pia msingi in our second video utaona venye tumeelezea jinsi ya ujenzi. So Cedric, Yvonne, God bless you, and the rest Masengeri, Raula Nduta, God bless you, na wengine wote ambao wamekuwa kitutazama, Mokorino Acrobat, Andongo, God bless you, Carson, Elizabeth Maina, Lois Supu, Carson Wawero, God bless you nyinyi wote. Mungu watendee mema na wabariki. Yes. So upige hizo namba, ukikosa ya John nipigie mimi kwa sababu niko karibu na yeye by the way. Wako hapa Gatito Nyeri, Nyeri Gatito, that's where they are located. So ukitaka mawe wapigie simu ama unipigie, ukimkosa nipigie. Mimi nitamfikishia ujumbe kwa sababu mimi hata kwenye naishi na kwenye wako it's a walking distance of about 5 to 10 minutes. So nitafika haraka na lazima nitawafikishia ujumbe. So Mungu awabariki na watendee mema. So hata kama hatukuwaonyesha hiyo ya finishing ya ile, pengine God willing nitawaonyesha very soon kwa sababu already iko ready. Hiyo nyumba iko ready. Ni venye image juu ya sikukuu kwanza ilisimama, akasimamisha hiyo project juu ya mambo ya Christmas. So already iko sawa, nimekamilika. So ili tukiadvertise watu wakuja wakae hizo nyumba. Hata kwa hii estate imebaki hii moja na ni 8,000. This is a 2 bedroom house na imejengwa na hizo interlocking blocks. Na ni very cheap. So God bless you, God do you good. Mungu awabariki na watendee mema. So tupatane kwa hiyo episode nyingine either ya Nakuru ama ya wapi? Ya Anti wa Majuu wapi? Ni Kajiado. Anti wa Majuu anajenga Kajiado. Kajiado. Kitengela. So either kwa Anti wa Majuu Kitengela ama Nakuru uko kwa Daniel. Nakuru ndio inakuja kwanza. Daniel akiwa UK. So watu wa Nakuru tunakuja. Bibi Daniel ukiwa UK. I salute you. Pipeline Road. Place inaitwa Pipeline Road. Watu wa Nakuru. Yeah. Na mimi nitakuwa huko ku launch your project by God's grace. Na tunakuja na style mpya kabisa. Style mpya. Tutengeneze mawe style mpya tena design 1 2 3. Tuko nazo. Mungu ametusaidia kupata hizo style. Wow. God bless you. Bye bye. God bless you. Mkuwe na wakati mwema na wakati wa baraka. So unaona hiyo ni estate mzuri mzima already na imejaa watu na imejengwa tu na hizi interlocking blocks. Ndio hiyo yote. So shalom, Mungu awabariki na watendee mema. Bye bye.